Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study. Amen. Nasikika? Nasikika vizuri kabisa. Amen. Vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililoko Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vinakuwa hewani kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili. Na Alhamisi ya mwisho wa mwezi huwa tunakuwa na kipindi maalum, kipindi cha maswali na majibu. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa fursa hii nyingine tena ya kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao, na zaidi ya hapo kwa kutumia lugha yetu pendwa, lugha ya Kiswahili. Basi bila kupoteza muda, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kuingia atupe utaratibu wa vipindi vyetu vya Bible Study, na ndipo aweze kumkaribisha mwalimu kwa siku ya leo. Karibu Brother Jerry. Amen. Sasa the Priska Mungai Mshana akizungumza kutoka hapa Dallas, Texas, yaliko makao makuu ya huduma zetu za Umoja Church Bible Study. Kushukuru ambao tumeweza kufikia kwa wakati. Samahani tena kwa ambao mpata kidogo heka palitokea kitu. Namshukuru Mungu tumeweza kurekebisha na tupo hewani. Kalenda yako kukumbusha kwamba ni Alhamisi hii kwamba tuko Marekani tarehe 18, 19 kwinginepo nyumbani East Africa kule. Ni siku ya 169 katika mwaka huu 2026. Wiki 25 tunakaribia kukamata nusu wiki 25 kati zile 53. Tunamshukuru Mungu kwamba tutakuwa hewani na tutakuwa na kipindi kizuri kabisa, hitimisho sehemu ya 3 ya somo lile kubwa la ahadi, mchakato na kuinuliwa, yani promise, process and promotion. Vipindi viwili vya mwanzo tulifundishana na mtumishi wa Mungu Dr. Zakayo Nzogere akizungumza mbashara kutoka hapa Dallas, Texas. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni Juni 4, na kama umesikiza vizuri kwamba hili somo ni ahadi, mchakato na kuinuliwa, basi wiki ya kwanza tulikaa kwenye ahadi, Mwanzo 37 alisema yote tuisome, na alisema kwamba Mwanzo 37 mpaka 50 itakuwa imekamata vipindi vyote vitatu. Lakini katika kipindi kile cha ahadi, kama unakumbuka vizuri kabisa, tulifunza vitu vikubwa vingi tu, lakini vinne vya mkazo ni kwamba Mungu anapokuwa na mpango wa ahadi, Mungu anao mpango na ahadi kwa kila mmoja wetu, lakini at the same time akasema kwamba sio kila mtu atafurahia ama kukutia moyo wewe katika maisha yako. Kuna kitu kinaitwa wivu na chuki, vinakuja na vinaleta uharibifu, lakini vile akaenda mfano mwingine mzuri kabisa kwamba inabidi utumie hekima ya kulinda na kutetea yule ambaye ni kulindwa. Hii kwa sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, kumbuka sasa ahadi, tukatoka pale katika mchakato. Alisoma kitabu kile lakini alianza na Wakorintho wa pili 1 mpaka 20, parefu kidogo hapo, lakini tulijifunza vitu vingi nayo katika siku hiyo. Makubwa manne alisema kwamba kuna vitu ambavyo watu wanaweza kutunyang'anya, lakini kusudi la Mungu liko ndani yako, hilo hakuna anaweza kukunyang'anya. Ni ahadi kubwa sana katika mambo yale manne. Lakini pia akasema kwamba katika mchakato wa Mungu unaweza kuwa na maumivu, kwa hiyo ni kitu ambacho ni kicha kujiangalia nacho vile vile. Akakumbusha kwamba adui anaweza kukuletea ushahidi kwamba hapo umefika mwisho. Katoa mfano mingi tu. Sasa katika maisha sema hapa nafikiri umemaliza, hapa nafikiri hakiwezekani, umri umeshakataa na kadhalika. Alizungumza katika hicho kwamba hiyo ni adui, sio Mungu wako wala sio ahadi, ni Mungu, sio mchakato. Lakini akasema kwamba uwepo wa Mungu unaleta utofauti katika kila hatua ya maisha yako. Na kwa siku ya leo tukiwa katika sehemu ya 3 na mwisho ninavyosema, na ukikumbuka again title narudi pale kwa mara nyingine kwamba ni ahadi, mchakato na kuinuliwa. Tuingia katika sehemu ya kuinuliwa kwa siku ya leo. Vitabu vya Biblia vingi kama ilivyo kawaida yake, ninavyomkaribisha basi na kuupa nafasi ya wewe kuwa shemasi, mkaribisha mtu mwingine mmoja popote pale duniani kwa taarifa kwamba kipindi chako cha Bible Study kwa Kiswahili cha makanisa ya Umoja kiko hewani, na kwa mara nyingine tena tunaye Dr. Zakayo Nzogere. Huyu hapa namkaribisha, atafungua kipindi kwa sala jioni katika sehemu ya 3 ya mwisho ya somo letu. Dr. Nzogere, karibu tena katika kipindi chako hiki cha Umoja cha Bible Study. Tunamshukuru sana Mungu kuweza kupamoja naye kwa siku ya leo, na kwa kweli tuko tayari kupokea na kujifunza pamoja katika somo lako hili. Karibu mtumishi. Amen. Ninashukuru. Simu yako wakati kule naongea ikiwa na katika, sasa sijui kama ya kwangu pia na katika. So mnanisikia vizuri? Inawezekana ikawa ni mimi, I hope so. Tunakusikia vizuri mtumishi. Anasikia na mimi nasikia vizuri, right?
Ndio kumesh. Okay, yeah, kwangu na katukata. Anyway, yeah, kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi wa Bible Study kwa kunikaribisha na kunipa nafasi ya kushare neno la Mungu kwa hizi wiki 3. Asante da Priska, asante mtumishi wa Mungu Jerry na wengine wote, na of course senior pastor Dr. Nasua. Well, leo tunakwenda kuhitimisha somo letu lenye sehemu 3 kama alivyofanya summary ya kile ambacho tumekiangalia. Na unajua tunaposoma Biblia hii imeandikwa kwa ajili yetu. Biblia haijaandikwa kwa ajili ya Mungu. Na unajua Mungu ni mkubwa kuliko Biblia, lakini Biblia ni yale ambayo angalau tunaweza tukaya comprehend, tunaweza tukayashika na kuyadaka ili tuweze kuishi sawa sawa na agizo la Mungu. Kwa hivyo Biblia ni dira, Biblia ni kama manual, ni kama users manual ambayo inatusaidia kujua Mungu anatuwazia nini na sisi tunapaswa kujiwazia nini. Na sisi ambao tunaishi katika kizazi hiki ambacho tuna Biblia kamili, tuna advantage. Ni kama unaingia kwenye mtihani ukiwa na cheat sheet, unakuwa na karatasi ya majawabu. Kwa hivyo unapoangalia zile kanuni zilizoko kwenye Biblia ukazitendea kazi, we expect, tunatazamia kwamba matokeo yawe haya ambayo tunayasoma na tunajifunza, kwa sababu neno la Mungu li hai, tena lina nguvu na linaweza kupenya katika kila eneo. Kwa hivyo ninamuomba Mungu kwamba tunapokwenda kwenye hii conclusion, basi neno la Mungu hili lililo hai na principle hizi ambazo tunazidaka kutoka katika maisha ya Yusufu na wengine tuliowataja katika hili somo, basi ikawe dhahiri kwenye maisha yako na maisha yangu. Na kwa kwanza leo wakati tunafanya hii conclusion, naomba tusome kwanza Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Warumi 8:28, Biblia inasema, nasoma tafsiri ya Kiswahili, inasema, nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote. Kwa hivyo kama you have your Bible, underline that, in all things, nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote, mazuri, mabaya, magumu, mepesi, unayoyajua, usiyoyajua, yanayokuchanganya, yanayokufurahisha, mambo yote. Katika mambo yote Mungu hufanya kazi. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kwa hivyo haijalishi unapita wapi, end of the day mwisho hiyo equation inatokea mema. Upite kwenye moto, yatatokea mema. Upite kwenye milima, mwisho utatokea kwenye mema. Upite msalabani, utaisha kufufuka. Umezwe na samaki, utatapikwa nchi kavu. Katika mambo yote Mungu hufanya kazi. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, ambao ndio wewe unanisikiliza na mimi na wengine watakosikiliza baadaye, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Tulisema kwenye siku ya kwanza, kila mmoja wetu, na especially sisi ambao tumeokolewa, tumemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, Mungu hajatuokoa tu ili twende mbinguni. Ametuokoa ili kwamba tufanye kitu hapa duniani, uache alama, alafu baada ya hapo uingie kwenye uzima wa milele. Ndio maana Yesu kwenye maombi yake hakuomba kwamba Baba awaondoe duniani. Alisema, Baba uwatunze hapa, kuna kazi ya kufanya. Kwa hivyo dada yangu, kaka yangu, umeitwa kwa kusudi maalum, na lolote linaloendelea kwenye maisha yako ujue Mungu yupo kazini. Kwa hivyo Mungu yupo kazini. Labda sasa hivi unapita kwenye kuchanganyikiwa, jikumbushe Mungu yupo kazini. Unapita kwenye raha na sherehe, Mungu yupo kazini. Kuna mambo ambayo huyaelewi, hujui kesho itakuwaje, Mungu yupo kazini. Kwa hivyo sasa katika maisha ya Yakobo na katika maisha ya Yusufu, katika huu mchakato wa kuona wito wa ahadi ya Mungu, alafu mchakato aliopitia, leo tunaangalia jinsi alivyoinuliwa, nini kiliendelea. Hebu tusome sasa, turudi kwa huyu ndugu yetu Yusufu. Twende kwenye Mwanzo 39 kuanzia ule mstari wa kwanza. Mwanzo 39
kuanzia mstari wa kwanza. Nitasoma haraka ile sura, maana hapa leo ndio tutakamata mambo 6 ya haraka ya kuconclude chapter yetu, topic yetu. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, ofisa wa Farao, mkuu wa askari walinzi na mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli walimleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu. That was a game changer. Yani kilichobadilisha maisha ya Yusufu na kumpa favor kila anapokwenda ilikuwa ni uwepo wa Mungu. Na kama kuna kitu tunakihitaji kwenye maisha yetu ni huo uwepo wa Mungu. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mikononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka kuwa msimamizi wa nyumba yake, na yote aliyomo akayaweka mikononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka kuwa msimamizi wa nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana Yehova akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Baraka za Bwana zikawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Akayaacha yote mikononi mwa Yusufu, wala hakujua habari ya kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu. Naye Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu, yani bosi wangu, hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mikononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Kwa kuwa wewe ni mkewe, nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkosee Mungu wangu? Sasa wote tunafahamu hii, ukisoma mpaka mwisho. Baadaye mama akamtriki Yusufu, akajaribu kumvuta ndani kwa sababu hapakuwa na watu. Yusufu akakimbia, then akaishia kufungwa gerezani. Mama huyu Mrs. Potiphar akatengeneza kesi ambayo Yusufu kwamba ni mbakaji na amemdhalilisha. Kwa hivyo Yusufu Mwebrania akatupwa gerezani kwa sababu ya kosa ambalo halikuwa hajalifanya. Yote hii ilikuwa katika hatua za mchakato. Lakini sasa katika huu mchakato Mungu anazidi kumsogeza Yusufu karibia na hatima ya kile ambacho Mungu alikuwa amempangia kwenye maisha yake. Sasa kuna mambo 6 ambayo tunakwenda kujifunza kutoka kwenye hatua hii ya 3 ya maisha ya Yusufu. Jambo la kwanza, Yusufu alikataa kuchukua shortcut ya dhambi. Joseph refused to take a sinful shortcut. Yusufu, kumbuka, Mungu alikuwa ameshamuonyesha kwamba atakuwa mtu mkubwa, atatembea na watu wakubwa, ataheshimika. Sasa hapa yupo katika nchi ya utumwa, alafu anatokea mke wa bosi. Na Biblia imetuambia pale huyu jamaa alikuwa ni mfanyakazi, ni askari wa Farao. Kwa hivyo ilikuwa ni familia ya juu sana, ni watu wenye influence. Sasa fikiria mke wa huyu mtu mwenye nguvu kwenye nchi. Yusufu ni mtumwa, anafanya kazi bure kwa sababu amenunuliwa kama punda, amenunuliwa kama bidhaa, kama jembe la kufanyia kazi. Kwa hivyo mtumwa unacholipwa ni chakula na mahali pa kulala ili upate nguvu kesho uamke ufanye kazi. Watumwa walikuwa hawalipwi, lakini Yusufu pamoja na huu utumwa anafanya kazi kwa bidii, akijua kwamba yupo kwenye hatua ya kuelekea kule Mungu anapompeleka. Sasa huyu mama anapomtrap Yusufu, ile ilikuwa ni shortcut. Ile ilikuwa ni shortcut ya kupata pumziko. Ilikuwa ni njia fupi ya Yusufu kuishi maisha ya tofauti na yale ya utumwa. Just imagine kama Yusufu angekubaliana na mama Potiphar, ina maana kwamba maisha yake ingekuwa mepesi. Inawezekana mama Potiphar angepropose mshahara kwa ajili ya Yusufu. Inawezekana mama Potiphar angempunguzia kazi, angempa chakula bora zaidi kwa sababu sasa ni kijana wake anatembea naye. Lakini Yusufu akaona tayari huu ni mtego. Sasa sikiliza majibu ya Yusufu. Yusufu kwanza anasema, angalia heshima
aliyenipa akakataa shortcut, kwa sababu alijua akikubali ile shortcut ingemtoa kwenye mstari. Kwa hivyo Yusufu anaanza kuzungumzia heshima aliyopewa na Potifa, kwamba ameniweka kuwa bosi mahali hapa, kusimamia mambo yake yote, lakini ameniambia ninajua nina limit ambapo siwezi kuvuka. Ndugu zangu, popote unapotumika ni vizuri ukajua what is your limit. Maana mara nyingine tunapokuwa huru, unaweza ukawa mahali ukawa huru ukashindwa kujua kwamba kuna limit. Hata mtu anapofungua milango yake yote, you have to be aware of a limit. Haina maana kwamba Potifa kweli alimwambia intentionally Yusuf kwamba usimguse tu mke wangu, then that would have been strange. Lakini Yusufu anajiongeza kwamba wewe ni mke wa Potifa, kwa hivyo mimi nina ruhusa ya kufanya haya mengine, but limit iko pale. Kwa hivyo ni vizuri sana kuwa cautious, kuwa makini mstari wako wa kuvuka unaishia wapi. Kwa hivyo tunakuwa makini. Lakini Yusufu kikubwa anachokisema hapa, anasema niwezeje kufanya jambo hili nimkosee Mungu, kwa sababu Yusufu anaelewa akiharibu na Mungu atakuwa ameharibu kila kitu. Kwa hivyo Yusufu, point ya kwanza, alikataa kuchukua shortcut. Na mara nyingine huwa natumia huu msemo kwamba it's better to take a long way with God than a shortcut with the devil. Ni afadhali upite njia ndefu na Mungu kuliko kupita njia fupi na shetani. Yusufu akakataa mtego wa kupita shortcut. Jambo la pili ambalo tunajifunza kwa Yusufu anapoelekea sasa kuingia kwenye hatima yake ni kwamba alipokuwa pale gerezani, Biblia inatuambia akamtafsiria ndoto jamaa mmoja ambaye alikuwa ni mtumwa ama mfanyakazi, mnyweshaji wa mfalme, na yale aliyomtabiria yakawa ni kweli. Lakini sasa sikiliza maneno ya Yusufu anayoyazungumza katika ule mstari, sura ya 40 mstari wa 14 na 15. Mwanzo sura ya 40 mstari wa 14 na 15. Yusufu anamwambia yule mfanyakazi wa mfalme, anasema, ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba, ukanitaje kwa mfalme, ukanitaje kwa Farao, na kunitoa katika nyumba hii, unitoe hapa gerezani. Mstari wa 15, sikiliza maumivu alionayo. Anasema, kwa sababu hakika niliibwa, I was stolen, niliibwa kutoka nchi ya Waebrania, wala hapa nilipo hapa gerezani sikutenda jambo lolote hata wanitie gerezani. Can you feel the pain that he's having? Kwanza, anajua yuko mahali ambapo hatakiwi kuwa. Pili, anajua ameibiwa. He was taken by force from his home. Ana hayo maumivu. Sasa pointi ya pili ni hii. Yusufu, maombi yake ilikuwa kwamba atoke gerezani ama atoke pale alipo Misri, arudi nyumbani. Lakini mpango wa Mungu ilikuwa Yusufu abaki Misri ili ndoto itimie. Sasa mara nyingine katika maisha yetu unaweza ukajikuta uko mahali, akili nyingine inakwambia ondoka, rudi ulipotoka. Rudi in your comfort zone. Rudi mahali pako ambapo ilikuwa ni rahisi wewe kuishi. Mahali ambapo everybody used to love you. Mahali ambapo watakuwa wanakukubali. Mahali ambapo ilikuwa ni salama kwako. Kuna wakati unapoelekea kwenye ndoto yako, unaweza ukajikuta unarudishwa nyuma kwa sababu ya changamoto. Unajikuta you are tempted kwamba unatafuta namna gani nirudi nilipotoka. Niko hapa na hili neno la Bwana kwa ajili ya mtu mmoja mahali hapa. Usirudi ulipotoka. Mungu anataka uende mbele kwa mbele. Don't be tempted to go where God has taken you from. Kwa sababu mambo yote, katika yote, Mungu anafanya kazi kwa wema, kwa uzuri. Kwa hivyo hata kama uelewi the whole picture, usirudi kule nyuma, usirudi ulipotoka. Lakini Yusuf, desire yake ilikuwa ni kwamba nitolewe hapa, nirudi nyumbani kwetu, maana waliniiba, walinichukua by force, mimi sikutaka kuweko hapa. Inawezekana kuna wale ambao mko huko ugaibuni, labda umekaa hapa na ni kama unaona mambo hayaendi, ni kama ulichokitafuta hakijapatikana. Akili nyingine inakwambia just retreat, rudi nyuma. Nataka nikwambie katika jina la Yesu, no retreat, no surrender. Hakuna kurudi nyuma, hakuna kukata tamaa. Yusufu anataka kuretreat, anataka kurudi, lakini Mungu anamwambia no. I want you to move on. I want you to march on. Nataka uendelee
mbele. Yusufu anasema nimeibwa kutoka kwetu, kamwambie mfalme nataka nirudi nyumbani. Lakini kumbe mpango wa Mungu upo katikati ya yale magumu, kwamba yale magumu ni muda tu, ni mchakato, lakini anaelekea kwenda kutoboa. Kwa hivyo Yusufu akiwa katika hiyo hali anasema ni afadhali nirudi nyumbani kwetu. Jambo la tatu, Yusufu anatufundisha nini? Kuna watu unaweza ukawatumikia na wasikukumbuke. People may forget you, but God will never forget you. That's point number 3. Watu wanaweza wakakusahau, wanaweza wakasahau wema wako, wanaweza wakasahau ulichowatendea, wanaweza wakasahau sacrifice ulizofanya, wanaweza wakasahau maumivu uliyoyapitia, lakini Mungu hawezi kusahau. Biblia inatuambiaje? Katika mstari wa 23 sura ya 40 mstari wa 23 wa Mwanzo, Biblia inasema lakini huyu mkuu wa wanyweshaji, kumbuka alikuwa ni bosi kwenye kitengo cha wanyweshaji, yuko karibu na mfalme, lakini huyo mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Pamoja na mema Yusufu alimtendea, pamoja na kujali Yusufu alikokuonyesha kwa huyu jamaa alipokuwa kwenye hali ya chini, alipotoka akasahau. Lakini bado mtume Paulo anatuambia katika Warumi, in all things God works for good. Katika yote Mungu bado yupo kazini. Inawezekana kuna watu wamekusahau. Inawezekana kuna watu hata simu hawapokei tena. Inawezekana kuna watu hata message hawajibu. Kuna watu mwingine ukikutana naye anapita kushoto, hataki hata kukuona. Lakini bado Mungu anakuona na Mungu hajasahau. Yusufu akasahaulika kule gerezani, lakini kumbe Mungu bado yupo kazini. People may forget you because they are busy, they are selfish, they are distracted. Wengine kweli ni kwamba kwa sababu wako busy, kwa sababu wana mambo mengine muhimu kuliko wewe, kwa hivyo wamekuacha pale. Lakini ikitokea hivyo, ukiamka asubuhi jikumbushe, Mungu bado yuko kazini. Mungu bado yuko kazini. Inawezekana hakuna anayejibu email yangu, lakini Mungu bado yuko kazini. Inawezekana umetuma application kwenye huku na kule, nobody is responding. Mungu bado yupo kazini. Huo ni mchakato wa ahadi, mchakato na utimilifu. Mungu yupo kazini. Kwa hivyo usiruhusu disappointment za watu waliokuvunja moyo, walikuumiza, wakufanye uache kutumika, wakufanye uache kuwa mwema. Wewe endelea kuwa mwema, endelea kutenda mema. Biblia inasema tutavuna tusipozimia moyo. Tusichoke kutenda mema. Hata pale tuliowatendea mema wametuumiza ama wametusahau, wewe endelea tu kufanya, kwa maana haumfanyii mwanadamu, bali unamfanyia Mungu anayekuona, na payday inakuja. Sasa baada ya muda, Biblia inasema ilipopita miaka miwili, something happened. Baada ya miaka miwili kuwa ndani ya gereza, kwa sababu hatujui baada ya kutupwa kule na Potifa alikaa miaka mingapi, mpaka alipokutana na yule mnyweshaji wa mfalme. Baada ya kukutana na mnyweshaji wa mfalme, imepita tena miaka miwili, ndipo Mungu anatimiza mpango wake. Mungu anatengeneza jukwaa kwa ajili ya kuyafunua yale yote aliyokuwa ameandaa kwa zaidi ya miaka 13 kwenye maisha ya Yusufu. Kumbuka, Yusufu alipoanza kuota ndoto alikuwa na kijana wa miaka 17. Anakuja kuingia kwa mfalme akiwa na miaka 30. Miaka 13 yupo kwenye mchakato. Na yote hayo sasa yanakwenda kudhihirika. Chochote ambacho Mungu amekupitisha kwenye maisha yako, haijalishi ni miaka mingapi, ni mchakato, kwa sababu mwisho kuna climax. Na hautakufa mpaka ufikie climax yako katika jina la Yesu. Ukauone utukufu, ukaone ni kwa nini Mungu alikupitisha huko alikupitisha. Mungu atakuweka kwenye hiyo climax. Yusufu anafika kwenye climax. Pointi ya 4 ni hii. Hebu tusome pale hii Mwanzo sura ya 40, kuanzia ule mstari
sura ya 41 sasa. Mwanzo 41 mstari wa 14. Tunaendelea kukimbia. Mwanzo 41 mstari wa 14. Biblia inasemaje? Mstari wa 14, ndipo Farao akatuma watu kumuita Yusufu. Baada ya yule mnyweshaji kusema leo nimekumbushwa udhaifu wangu. Kumbe Mungu alikuwa kazini. Mungu alimsahaulisha ama aliruhusu amsahau. Sikiliza sasa. Anasema ndipo Farao akatuma watu kumuita Yusufu, wakamleta upesi kutoka gerezani. Akanyoa, akabadilisha nguo zake na kuingia kwa Farao. Point number 4 ni hii. Joseph prepared himself for his next opportunity. Yusuf akafanya maandalizi, akajiandaa kwenye fursa nyingine iliyotokea. He prepared himself. Kumbuka alikuwa gerezani miaka, anaitwa mbele ya mfalme. Kuna haraka, mfalme anamtaka kwa haraka, lakini Yusufu akasema wait, I need to prepare. Akanyoa, akatafuta nguo zingine, akabadilisha, akachana nywele zake vizuri ili kuapia mbele ya mfalme. Ndugu zangu, unapokuwa kwenye season ya preparation na katika mchakato, upgrade yourself. Jiandae kwa fursa inayofuatia. Usitoke, usiende kwenye fursa yako na sura ya gerezani. Yusufu hakwenda mbele ya mfalme akiwa kwenye appearance ya gerezani. Alibadilisha appearance yake. Alibadilisha muonekano wake. Na wewe rafiki yangu, upgrade yourself. Inawezekana ulishaitwa kwenye interview ile na ile ama opportunity ile na ile. This time ikitokea opportunity nyingine, jipange sawa sawa. Mungu hatajipanga kwa niaba yako. That is your responsibility. Mungu atakutengenezea jukwaa, lakini unapopanda pale jukwaani ni wajibu wako. Yusufu akanyoa, akaonekana yuko smart, akavaa vizuri kutokea kwa mfalme. Anatokea kwa mfalme akiwa amejiandaa. The question is, je, umejiandaaje for your next opportunity? Inawezekana kuna fursa kadhaa, hii na ile ilipotea kwa vile umejifunza nini kwa hizo opportunities za nyuma. Inapotokea nyingine, Mungu akusaidie. Prepare yourself for it. Jiandae. Kama ni kusoma, soma. Kama ni kubadilisha muonekano, badilisha. Kama ni kupractice lugha yako, practice. Kama ni chochote, fanya. Utokee with confidence. Yusufu akatokea pale kwa mfalme. Jambo la 5 tunalojifunza kwa Yusufu. Promotion comes in God's timing. Kuinuliwa huo kunatokea kulingana na ratiba ya Mungu. Mungu ndiyo mwenye ratiba ya maisha yetu. Kwenye haya maisha usikompete na ratiba ya mtu mwingine. Kila mmoja, ukisoma Zaburi ya 139, Biblia inasema siku zangu zote ziliandikwa kwenye kitabu chako kabla hata moja haijatokea. Mimi siku zangu ni tofauti, siku za Jerry ni tofauti, siku za Priska ni tofauti, za mchungaji ni tofauti, za wewe unanisikiliza ni tofauti. Mara nyingine huwa tunachanganyikiwa tunapojaribu kulinganisha ratiba za maisha yetu na ratiba za maisha ya watu wengine. Mara nyingine unaweza ukakaa usema watu niliosoma nao wana hiki na kile na kile. It's up to them. Wewe una ratiba yako. Unachotakiwa kukijua ni hiki. Mungu anakuwazia mema. And in his time, he will make everything beautiful. Kwa muda wake, Mungu atafanya kila kitu kilete maana. Atafanya kila kitu uweze kuelewa ulioyapitia kwa nini ulioyapitia. Maumivu ulioyapata ni kwa nini ulioyapata. Yeye ndo atakupa majibu ya haya yote. Kwa hivyo muda wa Yusufu ukafika. Na Mungu aliutengenezaji huo muda ni kwa kumpa Farao changamoto ambayo hakuna mwingine wa kuitatua. Mungu atakutengenezea nafasi ambayo ni wewe tu unaweza kutoa majibu, na huo ndio unakuwa ni mlango wako.
katika jina la Yesu. Mungu akutengenezea nafasi ya namna hiyo ambaye hakuna mwingine atakayeweza kutoa jibu isipokuwa wewe. Mungu akikufungulia mlango hakuna wa kuufunga. Kwa hivyo Yusufu akatokea pale, promotion yake imefika, kwa sababu sasa Mungu, ratiba ya Mungu imetimia, kwamba huu ni wakati wa kuyadhihirisha yote, mapito yote ambayo Yusufu ameyapitia. In one day Joseph moved from a dungeon, from a prisoner to a prime minister. In a single day. From being a prisoner to a prime minister. Katika siku moja Mungu alimbadilisha Yusufu kutoka kuwa mfungwa akawa waziri mkuu. Lakini haikutokea ghafla, palikuwa na mchakato. Hayo yote, kwa hivyo ile ilikuwa ni climax. Mungu kumwambia Yusufu, nilikuwa na kuwazia mema. Rafiki yangu mpendwa unanisikiliza, mchakato wowote uliowahi kupitia, Mungu anakuwazia mema. There is a climax. Kuna siku ya utukufu. Na hiyo siku ya utukufu ndio ile Daudi anaisema, hakika bado ninaushawishika, nitauona wema wa Mungu katika nchi ya walio hai. Kwamba kabla sijafa nitauona wema wa Mungu. Na wewe ninakutamkia katika jina la Yesu, kabla hujaondoka hapa duniani kwenda mbinguni, utauona wema wa Mungu katika nchi ya walio hai. Ni kweli mbinguni tunakwenda, lakini hapa lazima uache alama katika jina la Yesu. Utakwenda kuacha alama. Sasa Yusufu, muda wake wa kuacha alama umefika. Analetwa mbele ya mfalme. Kumbuka ameshajiandaa. He is ready for the show. Muda wa promotion umefika. Yusufu anaposimama mbele ya mfalme, mfalme anamwambiaje? Anasema nimesikia. Anasema nimesikia habari zako. Mstari wa 15, Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto wala hakuna awezaye kunifasiria. Mungu anakutengenezea mlango ambao ni wewe tu ambao una huo ufunguo. Mungu amekupa huo ufunguo. Anasema nami nimesikia habari zako, ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuifasiri. Nimesikia habari zako. Nimeambiwa na mtu ninayemwamini. Nimesikia habari zako. Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi. Mungu akampa Farao majibu ya amani. This is very important. Never touch God's glory. Usiuguse utukufu wa Mungu. Usijiinue. Hata kama watu wanakuweka mahali pa juu, mara zote tafuta kwamba Mungu ndo aonekane. Mungu wako ndo aonekane. Katika kufaulu kwako Mungu wako aonekane. Katika biashara yako Mungu wako ndo aonekane. Katika kazi Mungu ndo aonekane. Mpe Mungu credit, kwa maana wewe ni balozi wake pale. Yusufu anasema sio mimi, lakini Mungu atanitumia na atakupa majibu ya amani. Kwa hivyo Farao akaanza kutiririka. Anaanza kutiririka na kumwambia, sasa hebu niambie, nimeota hii ndoto. Sasa ngoja nikwambie kitu. Huu mstari ni mzito sana. Just imagine, hebu fikiria kama yule aliyemwambia Farao habari za Yusufu angemwambia miaka 2 iliyopita. Angeleta ile kesi kwa Farao. Farao angesikia kesi, angeipima, angeona kweli huyu mtoto ameonewa. Huyu kijana ameonewa, karudishwe kwao. Mrudishe nyumbani kwao. Kama ingetokea ile miaka 2 iliyopita, ina maana Yusufu angepishana na muujiza wake. Kama yule mnyweshaji angemwambia Farao miaka 2 iliyopita, ungekuta Yusufu amerudi kwao anachunga mbuzi tena. Lakini kwa sababu mpango wa Mungu ulikuwa Yusufu kuwa waziri mkuu, Mungu ilibidi hata amsaulishe yule mnyweshaji. Mungu akafunga baadhi ya milango mpaka muda ufike. Usimshukuru Mungu kwa milango iliyofunguka tu, mara nyingine mshukuru Mungu kwa milango iliyofungwa. Usimshukuru tu Mungu kwa mahali ulipopata yes, mara nyingine mshukuru Mungu hata kwa no ulizozipata, kwa maana Mungu yupo anatenda mema.
kwa ajili yako. Yusufu angetolewa gerezani miaka 2 iliyopita, angekuwa ni mchunga mbuzi na tusingekuwa leo tunasoma habari zake. Lakini Mungu alichelewesha, akavuta huo mchakato mpaka tarehe sahihi, ili kwamba mpango wa Mungu ukatimie kwenye maisha ya Yusufu. Kwa hivyo mpendwa mtu wa Mungu, narudia tena, usimshukuru Mungu tu kwa milango iliyofunguka. Mara nyingine mshukuru hata kwa milango iliyofungwa mbele yako. Ni kweli una machozi, kwa nini ule mlango umefunga? Lakini Mungu anakuwazia mema. Mungu yupo kazini. Sasa sikiliza, Yusufu akamwambia Farao tafsiri ya ile ndoto. Akamtafsiria ile ndoto. Sasa Yusufu hakumpa Farao tu majibu ya kiroho ya ile ndoto, lakini pia akampa na plan. Hebu tusome mstari. Akampa na plan. Mstari wa 40 na mstari wa 40 kwanza mstari wa 40. Anasemaje? Hiyo 41 mstari wa 40. Listen very quickly. Mstari wa 40 anasemaje? Basi wewe utakuwa msimamizi wa nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Yaani Farao anamwambia Yusufu, kuanzia sasa uko promoted. You are just second to me. Yaani baada ya mimi Farao ni wewe. Maana yake ni nini? Hata Potifa sasa hivi anampigia saluti Yusufu. Can you imagine? Potifa aliyemnunua Yusufu sasa anampigia saluti Yusufu. Kwa maana Potifa alikuwa ni mwanajeshi wa Farao. Sasa Yusufu ni waziri mkuu. Yusufu akipita Potifa anakauka. Just imagine again. Mama Potifa wakati anaangalia TV, kama pangekuwa na TV, akaona breaking news CNN, Yusufu mwana wa Yakobo ndio waziri mkuu wa Egypt. Yule mama alipokeaje hizo taarifa? Hapa tunajifunza masomo mengi sana ndugu zangu. Uwe makini namna gani unaishi na watu. Mtu aliye juu, aliye chini, aliye katikati, aliye nacho, asiyokuwa nacho. You never know huyu mtu kesho atakuwa kitu gani. Sidhani kama mama Potifa aliweza kulala, including Potifa. Mungu atusaidie sana. Yusufu akainuliwa, akaekwa mahali ambapo ndoto zake zikatimia. Yale yote aliyoyaona katika ndoto yamefanyika kuwa reality. Promise, process, promotion. Jambo la 6, jambo la mwisho katika hii habari ya Yusufu ni kwamba ndugu zake walipotokea, Yusufu aliamua kuwasamehe. Lakini kuna point hapa nataka uione. Point number 6. True forgiveness names the wrong but does not hold grudge. Msamaha wa kweli utatamka kosa ni nini, lakini hautakuwa na grudge. Grudge ni ile kushikilia ile chuki, kuwa na chuki. Labda niseme ili uielewe, nifafanue kwa dakika chache 2-3 tunamaliza message yangu. Kwamba true forgiveness names the wrong but does not hold a grudge. Msamaha wa kweli haufuniki kosa. Utalitaja lile kosa, lakini hautashikilia grudge, hautashikilia chuki. Ndugu zake Yusufu walipotokea mbele yake, sasa hivi ameshakuwa promoted. Yusufu akawaambia, ile sura ya 45, twende tumalizie pale. Sura ya 45 mstari wa 4. Sura ya 45 mwanzo mstari wa 4. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu
Basi wakakaribia, yani mnisogelee. Akasema, mimi ni Yusufu, ndugu yenu, ambaye mliniuza kwenda Misri. Mliniuza. Mimi ndio huyo. Hakufunika kosa walilofanya. Aliwaambia walichokifanya. Kama mimi ndio yule mliniuza. Just imagine how watu walijisikiaje. Muda wote walikuwa wanaongea na Yusufu. Yusufu alikuwa anatumia mtafsiri kuwachanganya tu, kuwasoma akili zao. Lakini mwisho wa siku Yusufu akaamua kuambia ukweli. Unajua ni kwa nini Yusufu alikuwa na struggle? Alikuwa na deal na maumivu. Akikumbuka walichomtendea. Walivyomuiba kutoka nyumbani kwa baba yake. Wamemtupa shimoni, wakachinja mbuzi, wakamwagia damu. Wao wamekaa wanakula. Yusufu anakumbuka hayo, ana struggle. Mara nyingine katika kuachilia msamaha sio kitu rahisi. Kuna kustruggle, kuna kupambana. Lakini mwisho wa siku ni lazima useme nini lilikuwa kosa na uamue kuliachilia, kwa sababu mwisho wa siku msamaha sio kwa ajili ya yule unayemsamehe. Msamaha unamponya kwanza aliyeumizwa. Kwa hivyo Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ndio yule mliyeniuza. Wakaanza kutetemeka. Lakini Yusufu akamwambia, msiogope. Mlinikusudia mabaya, lakini Mungu aliyakusudia mema. Hiyo ndio statement ambayo Yusufu baadaye anakuja anawaambia ndugu zake baada ya baba yao kufa. Katika sura ile ya 50 wakaanza kudhani. Ukisoma mstari wa 20, Mwanzo sura ya 50 mstari wa 20 tunamalizia pale. Wakati baba yao sasa Yakobo amekufa, ndugu zake wakawa wanaogopa kwamba labda dogo bado ana grudge. Mstari ule wa 18 inaanzia pale. Ndugu zake wakaenda tena, wakamwangukia miguuni, wakasema, tazama sisi ni watumishi wako. Wanamwangukia Yusufu. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlikusudia mabaya. Yusufu bado anawaambia ukweli. Mlichokifanya, mlifanya kitu kibaya. Bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Mstari wa 22, basi sasa msiogope. Mimi nitawalisha na watoto wenu nitawapeleka shule, nitawapa nguo. Akawafariji ndugu zake, akasema nao vyema. Ndugu zangu, katika hii maisha yetu kuna promise, kuna process, kuna promotion, kuna ahadi, kuna mchakato na kuna utimilifu wa mchakato ambao ni kuinuliwa. Haijalishi upo kwenye hatua gani. Kilicholeta tofauti kwenye maisha ya Yusufu, tumeona kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ni uwepo wa Mungu katika maisha yake. Kitu kingine tulichojifunza kwa Yusufu ni kwamba Yusufu alikuwa na msimamo. Alikuwa na mambo ambayo ni kama filosofi ya maisha yake anayoisimamia. Ndio maana alileta taarifa mbaya. Tunaposema taarifa mbaya za ndugu zake katika ile sura ya 37, haina maana kwamba alikuwa analeta umbea, lakini alikuwa analeta msimamo kwamba mimi sitaki kucompromise. Yuko katikati ya kundi, lakini bado anajisimamia. Hata alipofika nyumbani kwa Potifa, mama Potifa akatumia kila namna, Biblia inasema kwa siku nyingi. Lakini Yusufu alikuwa na filosofi yake kwamba mimi nataka nimpendeze Mungu wangu. Pamoja na maumivu nilionayo, sitaki chochote kiharibu mahusiano yangu na Mungu. Ndio maana pale akasema, nifanyeje hili nimkosee Mungu wangu? Lakini haina maana mchakato ulikuwa ni mwepesi. Ndio maana Yusufu akalalamika, anasema, niliibwa nyumbani kwetu, nataka nirudi nyumbani. There are times unaweza kujisikia mchakato umekuwa mgumu, mpaka unatamani kurudi ulipotoka, mpaka unatamani kuachilia unachokifukuzia. Mungu akutie nguvu ndugu yangu. Endelea kufukuzia. Mungu yupo kazini, na yeye kwa muda wake
he will make everything beautiful. Kwa muda wake atatimiza ahadi. Mungu akitoa ahadi ataitimiza. Anasema mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halitapita. Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu wa mbinguni akutetee. Wewe uliyeumizwa, Mungu auponye moyo wako. Wewe uliye na machozi, Mungu akufute machozi yako. Wewe ambao unajisikia kuchoka, Mungu akutie nguvu ili uendelee kuvumilia mchakato, na siku moja everything will make sense. Kila pito lilolipita utasema aha, kumbe Mungu ndichokuwa anakifanya hiki. Lakini jambo la mwisho, don't take a grudge. Usibebe ile hasira na maumivu. Usiruhusu maumivu yakapata makao ndani yako. Yusufu ilifika mahali kabidi awaachilie ndugu zake. Akaachilia msamaha na akaona kwamba pamoja na kwamba walikusudia mabaya, Mungu alikuwa kazini kupitia mikono yao. Mungu awabariki. Asanteni kwa nafasi. Asanteni kwa kunisikiliza. Amen. Wow. Amen. 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 Sana mtumishi wa Mungu, Reverend Dr. Zakayo Nzogere, kufundisha vizuri kabisa kwa majuma matatu katika somo letu hili kubwa zuri la kusisimua la hadi mchakato na kuinuliwa, kama ambavyo unataka flyer, promise, process and promotion. Kwa hiyo mambo mengi sana kweli, na imani kabisa kwamba wengi tumeweza kujiongeza, alitumia muda fulani hiyo sentensi, kujiongeza katika ufahamu wetu yale ambayo tunayafahamu katika dini yetu hii ya Kristo. Mungu anakubariki mtumishi wa Mungu, wewe pamoja na huduma yako pale ulipo. Amen. Naam, kama kwa Bible Study basi tunapata nafasi ya kuhakikisha kwamba hatubaki na dukuduku. Tunasema kipindi cha maswali na majibu. Lakini at the same time inawezekana huna swali. Inawezekana kati mwalimu anafundisha kama ni leo sehemu ya 3 na ya mwisho, ama zile vipande vile vya mwanzo kuna kitu ambacho ulikielewa kwa namna tofauti, basi tunasema kwamba huko utakuwa ni kutusaidia kutupa dondoo yale ambayo umeweza kulipata, likakuwa taa ukaweza kupanuka vizuri zaidi katika understanding yako changizo hilo. Kwa utasema jamani, mimi katika fundisho hili kuna hiki na hiki na hiki imenisogeza. Share na wenzako. Inawezekana kile ambacho umekiona mwenzako hajakielewa kihipo, lakini tutasaidiana pamoja. Kwa sababu katika maswali na majibu na machangizo, line zetu wote zipo katika mute. Tafadhali bonyeza alama ya nyota nambari 6, yani *6, utakuwa hewani. Jina la kwanza pale ulipo utakuwa hewani. Karibu kwa dakika 2 mpaka 3. Karibu tuendelee. Changamkia muda, na kama unazungumza na sija teknolojia, inawezekana kabisa kwamba upo katika mute. Angalia tena simu yako, utabonyeza alama ya nyota nambari 6. Utafanya mara moja toka hewani. Karibu. Sio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Nimekusikia pole, lakini nimsikie mama Kavishe kwanza, naomba nivumilie. Karibu mkavisha. Asante sana kwa ukaribisho. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwalimu wetu. Kwa kweli neno limeenda vizuri, na bahati mbaya siko karibu na Biblia, ila naomba kuuliza kwa somo la wiki iliyopita, hala ambapo Yakobo aligundua watoto wake wanamchukia mdogo wao. Yeye kama baba, mbona hakuchukua hatua yoyote, hata atuoni mahali popote alivyokaa chini kuwakanya wale ndugu zake? Yamkini labda hiyo chuki isingeendelea mpaka wafikie mahali walipofikia. Na je, hapo inatufundisha nini kama sisi wazazi? Maana aliyaona, alielewa. Sasa je, na sisi wazazi tunaweza tukafanya kitu kama hicho? Unaona watoto wako wanachukiana, ukae kimya? Ni kama nimeeleweka. Mweleka vizuri kabisa mama Makavisho kutoka pale Ohio. Na sehemu ya hicho tulizungumza kidogo wiki jana katika baada ya maswali, na kama hivyo kawaida basi nitatoa nafasi kwanza kwenye audience. Nitamkesha mtu mwingine mmoja kabla sijamkaribisha mwalimu. Mama Kavisho anauliza, inaonekana baba yake na Yusufu alikuwa anafahamu kwamba kuna chuki kati ya wanae, lakini akakaa kimya. Vipi, ni sawa ama si sawa?
Mungu alikuwepo pale, hakuwepo, naongeza na mimi swali lile zile kidogo. Unafikirije? Angalia simu yako la monyesha nambari 6 toka karibu. *6. Jina la kwanza na pale ulipo. Sababu ya muda nitatoka kule chache tu hapa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu mchungaji Magesho. Asante kaka, Mungu akubariki sana. Ili kwa muda nitakwenda straight kwenye kujibu. Ninaona haikuwa ni sawa. Nadhani that was one of his udhaifu mmoja wapo alikuwa nao ni katika malezi ya watoto wake. Maana kata kujaribu kuangalia kipindi cha nyuma watoto wake wale walipokwenda, sikumbuki vizuri the details, lakini walikwenda in another town, wakawafanya wale jamaa watairiwa, alafu wakaenda kuwafanyia fujo. The dad still, babake mzazi hakurespond kama mzazi kukemea na kupinga hivyo vitu ambavyo vilivyotokea. Kwa hiyo alichokifanya si sawa, na sidhani kama Mungu alikuwa katika hilo. Kama mzazi unatakiwa kuwa sawa kwa watoto wako wote, unawatutu wote sawa pasipokuwa na upendeleo. Amen. Sana kwa changizo zuri hilo, na scholars wengi wamepita katika sehemu kama hiyo. Nikusikia Dr. Nzegere, unaonaje hapo? Fimbo itakuwa tembee ama alikuwa hana upako kivu ama alikuwa mwoga, alikuwa dhaifu kama mchangizo wa mwanzo? Nadhani Pastor Mangesho amechangia sawa. Unajua Biblia inasema kila andiko lenye pumzi la Mungu yafaa kwa mafundisho, maonyo, na marejeo. Kwa hivyo Biblia mtu kama alichemsha inaonyesha, na yote kwa ajili ya kujifunza. Lakini pia sio kwamba Yakobo hakufanya jitihada ya kumlinda mtoto, kwa sababu Biblia pia haiandiki every detail. Inaandika tu thread ya kile ambacho tunatakiwa tukipate, lakini huo kuna mambo mengine in the background. Kwa hivyo hata alipojaribu kumkemea kwamba ni ndoto gani hii, lakini akatunza ile ndoto moyoni, kwamba he took it very seriously, lakini pale alikuwa anajaribu kumfunika mwanae, kwamba ile kuminimize ile chuki. Lakini nadhani labda angeweza kuwa na angekemea zaidi, labda ingekuwa vizuri. Lakini ni somo kwetu, whether utamchukulia kama alikuwa ni baba mdhaifu, unaweza kujifunza namna gani kwa the opposite, ama alikuwa na hekima yake tofauti. Kwa hivyo lakini uzuri kwamba akibadilishi wokovu, ila katika malezi nadhani kama wazazi tukiona chuki ya namna hiyo ni vizuri kukemea strictly. So asante. Asante. Na kabla sijarudi kwa muuza swali kule, lakini kidogo mtumishi, nikikunja mkono kidogo. Je, huoni tuite pungufu la yule mzee ndio limetupa tulichoweza kujifunza kutoka Yusufu kwa leo, kwa ile habari kusudi la Mungu lilikuwa? Kama all things work for the good, kama mambo yote yanafanya kwa uzuri, kwa sababu Mungu anageuza hata makosa yetu yanakuja yanakuwa ni somo. Lakini sasa kama ni strictly tuko kwenye seminar ya malezi ya watoto, nadhani hapo tunaweza tukajifunza the negative side of it, kwamba hakusimama na kukemea. Alijaribu kumprotect, kumlinda, lakini labda angefanya vizuri zaidi. Kwa sababu unaona hata kijana wake mkubwa akawa na tabia hiyo Ruben. Anataka kumlinda, lakini akaacha mpaka dogo akatupa kwenye shimo, anarudi baadaye anakuta ameshapotea. So inawezekana kulikuwa na weakness kwenye leadership pale ya family. Safi kabisa. Mama Kavishi, kwa jabisha kugeuza chapati uweze kupata sehemu mbili zote zimeungua. Vipi, tumekusogeza ama tumekuchanganya? Mama Kavishi bado hayo. Kama unazungumza hapo katika mute, alama nyota nambari 6 wakati pude anajiandaa. Sorry, nilikuwa kwenye mute kweli. Nashukuru sana kwa kweli, sio kwamba nimesogezwa, ila nimepata mwanga kamili. Asante sana profesa. Amen. Safi kabisa. Haya, pude pale Kansas. Mwisho kwa siku leo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu. Kwa kweli mimi ilikuwa ni shukrani tu, japokuwa kasi niko sehemu mbaya. Ninamshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya daktari aliyetufundisha. Mimi binafsi nimejifunza mambo mengi mno. Mtumishi wa Bwana, Mungu aendelee kukubariki na Mungu aendelee kukuza kile alichoweka ndani yako kiweze kufikia wengi. Amen. Amen. Baraka.
sana katika hilo. Ni thubutu kujaribisha mtu wa mwisho. Tuna Dr. Nzogere hapa akichomoka kumpata Disemba. Kuna mtu mwingine yote? Na askofu huo niko comfortable kusema kwamba naweka nukta kwa siku ya leo. Amina. Na mimi napenda kumshukuru Mungu Dr. Nzogere kwa somo zuri kabisa. Pia napenda kumshukuru Mungu kwa swala ambalo ameliuliza mama kabisa, wote tumehelewa. Mungu akubariki sana Dr. Nzogere kwa somo zuri kabisa, na Mungu aendelee kuinua huduma yako. Amina. Asante. Amina, bariki. Amina. Asante sana Baby Favor kwa chengezo lako nzuri kabisa. Nimshukuru vile Dr. Nzogere kwa majuma haya matatu ya kuweza kwenda na sisi sambamba. Tumeweza kujaribisha kwenda na notes zake kubwa nzuri, na naamini kabisa kwamba utapata nafasi ya kuzisikiliza na kuzisoma baadaye. Kumbuka tunajibandika katika channel yetu ile ya YouTube inaitwa Umoja Church Bible Study, Umoja Church Bible Study. Subscribe, gonga kengele ili tukibandika basi simu yako ama TV yako na kutaarifu kwamba Umoja Bible Study mbandika kitu pale uweze kusikiliza. Na kama ilivyo kawaida, basi material kama hizi usiwe nazo mchoyo. Dr. Nzogere angeweza kuchomeka kwenye kitabu akasubiri mpira wake uweze kujinufaika, lakini kwa sababu ameweza kushare kama hivi, basi na wewe ushare. Tunapotuma zile notes, tunapotuma zile recording, tafadhali share katika makundi yako ya kijamii, katika familia zenu huko mlipo. Na kama ilivyo kawaida, basi kanisa letu la Umoja linafuatilia protokali. Unapokuwa una share katika makundi, pata kwanza consultation ya yule group admin kwamba unajiandaa kushare kitu kama hicho, ili muweze kuwa katika agano lilo moja. Nawakaribisha outreach kwa declaration, and then tamkaribisha mchungaji Nasua. Outreach, karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nashukuru kaka Jerry, Mungu akubariki. Declaration yetu tunaendelea kumshukuru Mungu kwa mambo makubwa na mazuri ambayo anaendelea kututendea katika huduma ya outreach, especially kwa mada ambazo tumeziombea mwaka huu, na tayari tumeona Mungu ameanza kujibu. Kwa hiyo pendo tuneni mbele za Mungu tukapate kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele za uso wako Baba, tukisema asante kwa ajili ya kamati ya outreach. Asante kwa namna ambavyo Baba umekuwa pamoja na sisi tangia mwaka huu ulipoanza mpaka wakati huu. Baba, tunakushukuru kwa mada ambazo tulikwenda kuziombea. Mungu, asante kwa walimu waliosimama, asante kwa viongozi wa state waliosimama, asante Baba kwa waombaji waliokuja kuomba na sisi, lakini zaidi yote Baba, asante kwa ile majibu ambayo Mungu umekwisha kujibu, ambayo unajibu sasa hivi Baba, na ambayo Baba utakwenda kujibu. Mungu, tunakushukuru, tunasema asante Baba, katika jina lako takatifu. Amen. Sana mwenyekiti wetu wa Outreach Ministry, mchungaji Mangesho, uongoza katika declaration yetu ya mwezi huu wa 6. Sasa nimkaribishe mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Nasua kwa mara ya kwanza siku ya leo, mchungaji kiongozi wa kanisa letu Umoja. Atatoa nasaa zake katika somo hili, na kama kuna tangazo ataweka, and then tutaisha kipindi kwa sala ya jioni. Dr. Nasua. Amen. Asante sana. Kwanza ni kumshukuru sana Dr. Zakayo Nzogere kwa kutumia takriban mwezi mzima kwa ajili ya kutufundisha. Sote tunajua ya kwamba kwa mtu ambaye anachukua PhD muda ni kitu adimu sana, na kupata muda wa kujiandaa, kuomba na kuleta ujumbe kwa ajili yetu, najua ni sacrifice kubwa kiasi gani amefanya. Na Mungu akubariki sana Dr. Zakayo Nzogere kwa kazi nzuri ile. Amen. Asante basa, I appreciate it. Pili, nilishukuru sana dawati letu la Bible Study, yani Priska Mungai Mshana, Jerry Mkoni, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya ya kutuandalia walimu
na vipindi vizuri kabisa. Mungu awabariki sana sana. Amen. 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 Na jambo la mwisho ni kuendelea kuwaomba watu wote kwa ujumla, kama tunavyoambiwa vipindi hivi tayari vinakuwa vimekwisha kuingizwa kwenye YouTube ya Bible Study. Hebu chukua nafasi, nenda pale, hata tena kujifunza hatua moja baada nyingine, kuanzia ile wiki ya kwanza mpaka hapa tumemalizia. Nunua daftari lako zuri, weka notes hizo chini, andika, jifunze, na ili uweze kumfundisha mtu mwingine. Jambo lingine ambalo hamjui, unapotake time kujifunza zaidi kitu cha Mungu, wa Mungu anajifunua zaidi kwako, kwa sababu anaona unatafuta. Biblia inasema mtafuta mtapata. Mahali pengine inasema mtanitafuta kwa bidii, mtakapotafuta kwa bidii itaonekana kwenu. Kwa hiyo tunapomaliza kipindi kama hichi, basi isije ikawa ndio mmalizia hapo. Go back kwenye YouTube, vile vipindi vyote kimoja kimoja, andika notes zako na utashangaa mambo ambayo Mungu atakuwa anakufundisha zaidi kwenye hilo eneo ambalo tumejifunza. Ni kitu cha ajabu kabisa utakwenda kukiona. Lakini ukiwa tu unahubiriwa na basi unaacha tu hapo, uandike chote, upinde nyuma kufuatilia ulichojifunza, na siku tutakuwa ni kwenye Bible Study kila siku. Na sio Bible Study, hata kwenye kanisa au mahali popote, anayefanya kazi ya kuandika, hata mtu akihubiri, uelewa wake ni tofauti na mtu ambaye anaangalia. Mungu anazungumza zaidi kwa mtu ambaye anakuwa serious kutaka kujua zaidi. Ile ambayo kama mtu wa mjini, basi leo nimewapa ya kwamba anayefanya kazi ya kuandika, Mungu anamwangalia zaidi pale, kwa sababu ameona yuko makini. Ni watie moyo kurudi kusikiza andiko, take notes, weke vizuri, kila kusoma, na wewe uwasaidie watu. Baada hapo sasa niende kwa baraka za Mungu. Mungu wetu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake kwetu ni kweli na amini siku zote, awalinde na watunze, na zaidi sana wafanikiwe mambo yetu, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Absalom Nasua, mchungaji kiongozi wa makanisa na huduma zote za umoja. Karibu sema hapo wale makao makuu Dallas, Texas. Kanisa liko pale lipo kimtandao. Ndio tuachukua nafasi kushukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja, naweza kusema kwa siku leo, lakini majuma yote matatu ya somo hili, na kipekee kabisa Reverend Dr. Zakayo Nzogere kwa kufundisha vizuri kabisa katika somo hili la ahadi, mchakato na kuinuliwa. Napita kama kupita hapo awali kwamba pitia zile notes vizuri, sikiza zile recording, tengeneza zako za mchungaji ikibidi, masomo kama kweli makubwa, na ukisikiliza tena, ukiacha muda huu ambao tuko mbashara yani live, ukisikiliza tena kuna vitu ambavyo vitakuja na namna tofauti kabisa kipekee, na tunajua kabisa kwamba itakuwa ni baraka kwako. Walikuwa katika line, inawezekana kusikia tumishi kadhaa kwa siku ya leo. Msikiza Dr. Zogera akifundisha, msikia Dr. Nasua, lakini wewe tulikuwa na baraka kuwa naye First Lady wetu Esther Nasua, ni mwana dada Jessica hapo awali, mpona Mama Bishop Eli Mwamba pale Houston. Nimekuwa na mchungaji Makatubula, nimekuwa na mchungaji Masongungu, nimekuwa na mchungaji Lilian, mchungaji Mangesho umeweza kumsikia kutongoza katika declaration. Nimeona vile mtumishi wa Mungu Mwalimu Olivia Andrews, nafikiri nimeona na mtumishi wa Mungu Msemo pamoja na Luoga. Sasa hivi siona, nafikiri niona hapo awali. Lakini kipekee wale walipata nafasi ya kuuliza ama kuchangia maswali kwa siku ya leo, Mama Kavishe pale Ohio, mchungaji Mangesho wa Oklahoma, dada Pude pale Kansas City, Bibi Favor nafikiri alikuwa wapi leo sikumbuki. Basi nimeweza kusikia, asante sana katika hicho, na mtumishi wa Mungu ambaye jibu maswali yote kwa siku ya leo, Dr. Nzogere.
Naam. Kuhusu kipindi hiki ni moja ya vipindi vingine vinavyojia kuhusiana na makanisa ya umoja. Ukiangalia ratiba yako vizuri utajua kwamba wiki ijayo itakuwa ni Alhamisi yetu ya mwisho ya mwezi huu wa 6, na tutakuwa na kipindi chetu cha 6 cha dakika 90 za maswali na majibu topic yote mwanzo mpaka mwisho. Jiandae tukutane siku hiyo. Prayer kwa hewani kama kawaida, mnabila subiri katika namba ile ya Prayer na sisi tutapotea hewani ijayo katika kipindi hicho cha maswali na majibu. Na kwa niaba ya dawati zima hilo moja Church of Ostadi, dada Priska Mungai Mshana, dada Hida Beba Takario, brother Jimmy Msemo, brother Allen Mfuru, na yetu Jerry Mkonyi, tukiwa wote mwana Bwana, tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Amen. 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 Amen.